Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhtasari wake. Wahitimu wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Milambo iliyopo mkoani Tabora wametakiwa kuondoka shuleni hapo mara baada ya kumaliza mitihani yao kutokana na kutishia kuchoma shule hiyo. Halmashauri za mkoa wa Kigoma zimetakiwa kutoa ajira za wauguzi na wakunga ili kuendelea kuboresha huduma kwa wananchi katika vituo vya afya. Na mkutano wa mwaka wa kuweka vigezo vya kimataifa kwa bidhaa za hedhi unaendelea jijini Nairobi nchini Kenya. Habari kamili. Tabora. Wahitimu wa kidato cha 6 zaidi ya 130 katika shule ya sekondari Milambo iliyopo mkoani Tabora wametakiwa kuondoka shuleni hapo haraka baada ya kumaliza mitihani yao kutokana na baadhi yao kutishia kuchoma shule hiyo. Agizo hilo limetolewa jana na mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha, na wanafunzi hao wanapaswa kuondoka shuleni hapo chini ya ulinzi wa polisi, kwani kitendo walichotishia ni kosa kubwa na haliwezi kufumbiwa macho. Imeelezwa kuwa wanafunzi hao zaidi ya 130 wamedaiwa kula njama ya kutaka kuchoma shule kutokana na kuzuiliwa kufanya mahafali baada ya kumaliza mitihani yao ya kidato cha 6, ambapo kitendo hicho kimetajwa kuwa ni uvunjifu wa amani. Hatujaje kulea maharamia hapa. Tunalea wanafunzi wenye nidhamu. Ukimaliza shule ndugu zako wanakutegemea. Mnatuletea mizaha hapa, watu wanataka kuchoma shule. Hivi shule hii kweli leo ichomwe? Na mlevi mmoja hapa anasoma KLF. Alafu mchome shule, tumekaa hapa. Eti tumenyimwa kufanya mahafali, tutaona na shule hii itachomwa. Nitaona mtaichomea wapi. Mkimaliza hapa mmoja mmoja. Bwenini, toka getini hapo, tendi. Tusikukute hapa mjini hapa. Ukikutwa hapa wewe ni mzurulaji, mhalifu, polisi, asubuhi mahakamani. Na kesi ya kutaka kuchoma shule. Form 5 mnanisikia? Kuna wehu na wahuni wapo waliokuwa wamejiandaa kuchoma shule. Baadhi yao tumewakamata tunao. Na hawa waliokuwa wanamaliza wanajiandaa kuungana na wale. Hakuna msalie mtume. Unatoka hapa mmoja, enda chukua vitu vyako, ondoka nenda stendi. Uongozi wa shule umesema sababu iliyofanya wasiruhusu mahafali kufanyika ni kwa kuwa wanafunzi hao baada ya kuona wanakaribia kuhitimu shule walianza tabia za kutembea mitaani wakiwa na mziki mkubwa, huku wakiwa wamevua nguo, kujichora tattoo, kutoroka na kwenda klabu usiku na kuanzisha ugomvi na shule jirani. Buhigwe. Katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Hasani Rugwa ameziagiza halmashauri zote za mkoa huo kutoa ajira kwa wauguzi na wakunga ili kuendelea kuboresha utoaji huduma kwa wananchi katika vituo vya kutolea huduma za afya. Ametoa maagizo hayo wakati akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani ambayo kwa mkoa wa Kigoma yamefanyika jana katika kijiji cha Songambele wilayani Buhigwe. Rugwa amesema serikali imeendelea kuboresha miundombinu mbalimbali ya afya pamoja na kuweka mikakati ya kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wauguzi na wakunga waweze kufanya kazi katika mazingira mazuri na kuhakikisha wanatoa huduma bora kwa wananchi. Naomba nitumie fursa hii kuziagiza halmashauri zetu zote kuona namna bora ya kuajiri wauguzi na wakunga kwa kutumia mwongozo wa mikataba ili kuweza kupunguza uhaba wa wauguzi na wakunga katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya katika maeneo yenye changamoto kubwa na hasa vijijini. Ninaamini kwamba kila halmashauri na kila vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, viongozi tukisimamia vizuri makusanyo, tukapata mapato ya kujitosheleza, basi tutakuwa na uwezo pia wa kuajiri watu wa huduma za afya na hivyo basi kuweza kuendelea kuboresha huduma zetu. Mkoa wa Kigoma una jumla ya wauguzi na wakunga 1112 ambapo mahitaji ya wauguzi na wakunga ni 2673 na kuwa na upungufu wa wakunga na wauguzi 1561 sawa na 58% kulingana na takwimu za mwaka 2025, hali inayotajwa kuchangia kupunguza ubora wa utendaji kazi kwa wauguzi. Geita. Mkuu wa wilaya Geita mkoani Geita Bwana Hashim Komba ameataka makundi mbalimbali kuendelea kusimamia usafi wa mazingira ili kuepuka magonjwa yanayoweza kuzuilika. Komba
ametoa maagizo hayo katika mwendelezo wa kampeni ya usafi mjini Geita, ambapo amezungumza na viongozi pamoja na wananchi wa mtaa wa Nyantorotoro B. Amesema suala la kufanya usafi likisimamiwa na kila mmoja, mji wa Geita utakuwa safi na kuepukana na athari za uchafuzi wa mazingira. Tusikie kampeni hii ikizungumzwa, wahamasishe kwenye mitaa, waibue maeneo yaliyo machafu na waibue walio wachafu ili twende tuwapelekee bendera. Lakini vijana wa bodaboda, kampeni hii ni ya kwenu, ibebeni. Wanawake na Samia, kampeni hii ni ya kwenu, ibebeni. Na makundi mbalimbali, bebeni kampeni hii. Nataka niwaambie tumejipanga vizuri kuifanya kampeni hii kuwa endelevu. Tunaangalia ubunifu, wanaofyeka vizuri nyasi mbele ya majumba yao, wanaopanda miti, wanaopanda maua. Tunataka mji wetu ubadilike, uwe safi wakati wote. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyantorotoro Bwana Juma Seif amesema uongozi pamoja na wananchi walikubaliana kulipisha kiasi cha shilingi 50,000 kwa kila mwananchi atakayebainika kuchafua mazingira pamoja na wanaokaidi kufanya usafi kwenye maeneo yao. Kwa sababu tulikaa kikao cha ndani na tukapitisha faini, ambao faini yetu tuliwekeana shilingi 50,000 na wananchi tumewatangazia na elimu tumewapa. Natumai kupitia faini ya shilingi 50,000 au adhabu ambayo tumeitenga itamfanya kila mwananchi au kila mmiliki wa eneo kuwajibika kwenye swala la usafi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Nairobi. Mkutano wa mwaka wa kuweka vigezo vya kimataifa kwa bidhaa za hedhi umeanza jana Jumatatu jijini Nairobi nchini Kenya na kukutanisha watunga sera, mamlaka za usimamizi wa kanuni, wajasiriamali na wataalamu wa jinsia. Mkutano huo uliolenga kuanzisha vigezo vya kimataifa kwa bidhaa zinazotumika wakati wa hedhi umeitishwa na mfuko wa udhibiti wa afya na usafi wa Umoja wa Mataifa pamoja na mamlaka ya viwango vya Kenya. Washirika wengine ni pamoja na taasisi ya viwango ya Sweden na shirika la kimataifa la kuweka viwango ISO, na kwamba mkutano huo utaendelea hadi Ijumaa ya wiki hii. Wakati wa mkutano huo, SHF na wenzi wake wataandaa kikao cha ngazi ya juu kujadili jinsi nchi na kampuni katika nchi husika zitakavyoweza kujiandaa kwa ufanisi kwa matumizi ya vigezo vitakavyotambulika kimataifa vya bidhaa za hedhi. Manila. Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte amechaguliwa tena kuwa meya wa jiji la Davao licha ya kufungwa huko The Hague kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa zaidi ya 60% ya kura zilizopigwa, Duterte mwenye miaka 80 aliongoza kwa takribani kura 405,000 mbele ya mshindani wake wa karibu aliyefuata kwa kura 49,000 kulingana na matokeo yasiyo rasmi kutoka kwa tume ya uchaguzi iliyochapishwa na vyombo vya habari katika nchi hiyo. Duterte alikamatwa na kusafirishwa kwa ndege hadi The Hague mwezi Machi kutokana na kile alichokiita vita dhidi ya dawa za kulevya, ambapo maelfu ya watu waliuawa kwa kupigwa risasi mitaani. Lakini licha ya madai hayo ambayo Duterte aliyakanusha, wachambuzi wamesema kukamatwa kwake kumezidisha uungwaji mkono kwake na familia yake. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wahitimu wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Milambo iliyopo mkoani Tabora wametakiwa kuondoka shuleni hapo mara baada ya kumaliza mitihani yao kutokana na kutishia kuchoma shule hiyo. Halmashauri za mkoa wa Kigoma zimetakiwa kutoa ajira za wauguzi na wakunga ili kuendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi katika vituo vya afya. Na mkutano wa mwaka wa kuweka vigezo vya kimataifa kwa bidhaa za hedhi unaendelea jijini Nairobi nchini Kenya. Wazua. Msikilizaji, mtu mpweke ni rahisi kupata wivu juu ya wengine wenye kuonekana kufurahia maisha. Moja ya njia ya kupunguza upweke ni kwa kutibua furaha ya wenzake. Wazua.
Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.